Nilikuwa nimeongea na PS wa agenda tukutane na hawa watoto. Mwanzo hawa watoto wako na watoto, they are directionless, hawajui wafanye nini. Wengine walikuwa defiled. Mkutano wa leo singeleta watoto wenye wako below 17 years kwa sababu ni wengi. Kama wale wenye wako hapa, wenye wako under 13 they are about 50, wenye wako under 14 they are about 80. Wenye wako, kuna hata mmoja alikuwa hapa kuna 11 years ako na mtoto. Wenye wako sasa less 15 years they are about 200. So you can see the numbers we are talking about. Sitaki niseme wale wako above 16 mkutano kwa yao, lakini walikuja wao ndo wako wengi zaidi. So hawa watoto hawajui SHA inawalipia free hospitali, hawajui they can enroll for courses through the Ministry of Education waendelee na shule. So hawa watoto tunawaandikisha na we are coming to roll them out in January. Ndio sasa muone real things. Today tulikuwa tunawaambia what they need to do. They will register na SHA wataregister. Sasa wakati wanaenda shule, ile time tunawachukua tunawafungulia wanaenda, we will do a meeting with them to release waende shule, ama pia tunaweza wa receive in their various schools juni wengi. You can imagine kuwaleta na kuwafungulia, lakini wakati wanafanya graduation tuwalete wote pamoja, they graduate. Reason ya kufanya hivyo, when they will be graduating watafunza wale watoto wengine wenye hawana hope there is life after everything. That is the essence of that graduation. So huu mkutano wa leo watoto wako defiled, na kwa sababu wenye wanafanya hili tendo watoto wanasema hapo walinitoroka, wengine wakani block, they are not supporting the children. Mimi naona ingewezekana tu yule mwanaume anapatikana na defile afanyiwe hii castration, juu afanyi msichana moja ana defile hapa anaenda na defile. Wamejaza watoto wengi wenye maisha yao tutawaribu hapo mbeleni na mnaweza pata ni wagonjwa. So if really we were to help our young generation and to tame our wana defile, mtu akisikia nini yake matunda yake inafinywa na nakatwa, hawezi enda kudefile mtoto mwingine. It is so wrong that ndio kitu ifanyike. Hebu tuangalie nchi zingine kama ngambo, huwa wanatupigia simu wanasema hizi nchi tunaishi, they protect the children more than the parents, they protect the women more than anything. Hawa watu wanajua mtu hawezi kukupiga hata slap. Sasa huku nchi yetu tumewachilia mtu ana defile, ni kama tu jogo inatoka boma hii ikienda boma ingine ama ndume. So ingekuwa ni uwezekano mtu asikie ukidefile unafinywa, mtu hata defile. It has to be a harsh penalty. Ndo watoto wetu wasiishi namna hii. Wamekuja na wazazi wao, wazazi hata hawana uwezo, mmejionea uzuri. So you are fathers, I know fathers, you love your daughters. Ukisikia mtoto wako amedefailiwa, utapiga makofi useme huyo mama ameongea mbaya tufinywe. Mfinywe kabisa. Yani kama inawezekana mtu unafinywa mpaka unasikia uchungu umefinywa, ndio watu waache kudefaile hao watoto. It has to be harsh. And by the way, I have my sexual offenses bill. It went through the first reading, inakuja the second reading. Hiyo ina propose tunakuwa na all sensitization yote inafanyika kwa mashule, awareness, watoto wanafunzwa. Hakuna mtu anakufanyia FGM. Hii mambo ya teen pregnancy mnaambiwa life after it, how to do the prevention. So the bill is about to task the Ministry of Education ifanye public awareness in all schools, watoto wajue about this thing. Juu kuna wale ukuwa defiled immediately wanaoga, wanaharibu evidence. Na wale wenye wana defile wanaambiwa utafungwa forever, watakosa kufanya hili jambo. So that is why we call these kids around. Serikali itawapeleka shule, watakuwa registered free for SHA, so that their kids can access any service they need from our health services. Sasa unajua huku kwetu nyumbani kitu kingine inaribia hizi kangaroo courts. Wazazi wanaletewa 10,000, wazazi wanaletewa 15,000. They pull out their cases. We know because kuna cases huwa tunafuata. Of course there are some few elements kwa hizi kangaroo courts, pia wanapewa pesa, wanaharibu kesi, they tear the evidence, wanasema file yako ipatikani. That is the worst bit that we get
from the kangaroo courts. Mtoto anaenda kuangalia ile file yake anapata iko. Now those ones who want the case to be heard to determination, unapata mzazi anapewa zawadi, mnafanya arbitration kwa kesi ya defilement. Surely what is that? So if the easy kangaroo courts, tafadhali msichukue hongo, msaidie hawa watoto, defilement zitapungua. When you see the defilement cases are high, kuna mtu amelegeza kamba mali fulani, so you already have the answer. Kuna siku mtoto alienda ku report kesi ya defilement, jioni hivi amebakwa, alikuwa amevaa tight. So before hata huyo mtoto aeleze shida yake, walianza kumcheka, ona umevaa tight, you are the reason why you are defiled. They get an excuse as to why wanawacheka, wanasema tena saa zingine si polisi wote. Kuna polisi usema hizi kesi sasa muende muongelee kule nyumbani. Unajua, wacha niwaambie media, ingekuwa hawa watu wana defile, wanakamatwa na wanafanyiwa full determination of their cases, cases zingekuwa zimepoa. Hiyo nao ni ukweli kabisa. You can do investigative journalism, you will get these stories. Zile sisi tumefuatilia, hawapati ana assistance kutoka kwa polisi. Na wale pia polisi wanasaidia, wengine wako hapo ndani kwa polisi wanasema hawatairudia hilo jambo. So I can say maybe 40% they are helping, but because the cases are many, what informs the many cases? There is laxity. Kuna unini watu wamezembea kidogo pahali juu nyinyi mumeona hao watoto wako na watoto. Ingekuwa sheria inafuata mkono, tungekuwa tunasema kuna kesi 5. Let me give you an example of COVID vile ilikuja, walisema mnafungiwa kwa nyumba na mnavaa mask. The cases went down za COVID. Aya, saa hii the cases are high because kuna mtu pahali amelalia kazi yake. Hawa watoto wako na mimba, hawajapata na hewa, hawajapata kwa kukula mandazi. They are below 15 years, meaning there is someone who has slept on his or her job.